Na uchunguzi wa ndege iliyosababisha vifo vya watu 6 akiwemo mbunge wa Emuru wa Dikirr Johana Ng'eno unaingia siku ya 3 hii leo, huku wachambuzi wa ajali za ndege wakifika katika eneo la mkasa kaunti ya Nandi. Ikiwa leo itakuwa siku ya 4, kamati ya pamoja uchunguzi ikiwa tayari imewahoji watu 8 kuhusiana na ajali hiyo ya Jumamosi iliyopita. Stephen Leto na taarifa zaidi. Wataalam na wasayansi wa vyombo vya safiri za angani walifika katika eneo la mkasa la Chepkep, eneo bunge la Mosop, kaunti ya Nandi. Kwa siku ya pili sasa, upekuzi umeendelea kubaini chanzo cha ajali iliyokatiza ghafla maisha ya mbunge wa Emuru wa Dikirr Johana Ng'eno, rubani George Were, mpiga picha Nick Kosgei, Carlos Keter na Amos Kipngetich. Kundi la wataalamu wa vyombo vya safari za angani walikita kambi katika kijiji cha Chepkep, eneo la mkasa, kuchunguza na kujaribu kujibu maswali kuhusu chanzo cha ndege yenye usajili 5Y DSB iliyoanguka na kuteketeza abiria wake na rubani. Kundi la pamoja la uchunguzi limewauliza maswali mashahidi 8 waliokuwa kwenye eneo la mkasa wakati wa ajali hiyo, akiwemo mhudumu mmoja wa afya aliyejitolea kuwasaidia waathiriwa. Kulingana na uchunguzi, sehemu ya ndege hiyo imeokotwa kwenye eneo la mkasa na sasa itasafirishwa hadi ng'ambo kwa uchunguzi zaidi ili kubaini ni nini kilichoenda mrama na kusababisha ndege hiyo kuanguka. Kwa sasa Wakenya na wanasiasa wanatakiwa kuwajibika na kusubiri ripoti kamili kuhusu ndege hiyo iliyoanza safari yake katika uwanja wa ndege wa Wilson na kuelekea Emuru wa Dikirr na kisha Mto Mara na baadaye kuelekea eneo la Endebess kabla ya ajali eneo la Mosop ilipokuwa ikirejea Nairobi. Stephen Leto, runinga ya Citizen, eneo bunge la Emuru wa Dikirr, kaunti ya Narok.